Hili swala la nyeti lililozungumzwa kupotea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, taarifa hii ilitolewa mkoa wa Songwe na mkoa wa Mbeya ambako kuna vifo takriban vya watu 4 walipoteza maisha kwa hicho kilichodhaniwa kuwa na ukweli kwamba mtu akishikwa bega nyeti zake zinapotea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo hili tulilifanyia uchunguzi wa kina kupitia Jeshi la Polisi na IGP alifanya kazi hiyo mara moja nilivyowasiliana naye, na hatimaye baada ya kufanya uchunguzi kila aliyepewa shutuma ya kwamba au aliyeshutumu kwamba nyeti zake zimepotea, Jeshi la Polisi lilifika pale na kuwachukua hao wahusika au wahanga na kuwapeleka kwenye vyumba maalum kufanya ukaguzi. Walivyofanya uchunguzi na ukaguzi kwa macho ya nyama na kitaalamu, walibaini nyeti hizo zipo, na hivyo ni uzushi na ni uongo ambao umepelekea kupoteza maisha ya watu. Sasa haya, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni mengi, ni kama mauaji yaliyokuwa kitokea katika watu wenzetu wenye albinism. Ni mila potofu na ni uzushi ambao unaleta madhara makubwa kwa Watanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wapo watu wenye albinism waliopoteza maisha yao kwa kuamini kwamba ukiwachanja aidha viungo vyao au kuchukua uhai wao na baadaye unaweza ukapata nafasi za kibiashara, kufanikiwa zaidi au kushinda kwenye uchaguzi. Sisi wote ambao tumeingia kwenye siasa hakuna aliyeweza kushinda kwa viungo hivyo. Na kama ingekuwa hivyo basi wote wangekuwa wabunge na wangekuwa katika nafasi za uongozi. Ni uzushi ambao tunahitaji kuukemea kwa sura zote za kidini, kimila, lakini pia kwa vyombo vya ulinzi na usalama na kusimamia sheria. Hivyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, kupitia safari yako hii ya kuja kuwapa pole, nitoe karipio kali kwa wananchi wote ambao wanazusha mambo haya. Wale wote wanaojichukulia sheria mkononi, tutachukua hatua kali na hatutasita kufanya hivyo, kwa sababu tunaenda kuathiri maisha ya watu, na wapo ambao wanapigwa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wanapata ulemavu kwa kitu ambacho ni cha uzushi. Uzushi huu umekuwa ukienea kwenye mitandao ya kijamii, na hivyo namwagiza kwa kutumia nafasi hii IGP, mkuu wetu wa Jeshi la Polisi, kuchukua hatua kali kwa wote wanaotoa taarifa za uzushi kupitia mitandao ya kijamii. Iwe taarifa za uzushi kuhusu viongozi, iwe taarifa za uzushi kuhusu taarifa za kiuchumi, iwe taarifa za uzushi zisizotafitiwa na zinazopelekea kuvunja amani yetu, kuondoa ushirikiano wetu, usalama wetu na mshikamano wa Watanzania.